Mwaka 2019 uchaguzi umekosa maana katika nchi yetu. Tulikwenda kwenye uchaguzi mwaka 2019, sehemu nyingi ambazo tulikuwa tunaongoza, Chadema tulikuwa karibia na 30% na kitu ya vijiji vyote nchi nzima na vitongoji. Tulikuwa na karibia 26 ya mitaa nchi nzima. Tulipofika mwaka 2019, wale watu wakaondolewa wote. Vijiji vyote vikaongozwa na CCM kwa 100%. Vitongoji vyote vikaendeshwa na CCM. Mitaa yote ikaendeshwa na CCM. Tulipofika 2020, mimi nilikuwa bungeni. Tukaondolewa bungeni. Tulikuwa na wabunge 71. Akabaki mbunge mmoja tu. Madiwani, Tarime tulikuwa tunaongoza halmashauri, CCM ilikuwa na madiwani 10, sisi tulikuwa na 16. Madiwani wote wakageuka kuwa CCM. Ilipofika 2021, Mungu akamchukua Magufuli. Mimi nilikuwa miongoni mwa timu iliyoteuliwa na chama chetu kwenda Ikulu kuzungumza na Rais Samia. Na akasema kwamba mimi ni Muislamu, sitaki dhuluma. Nchi hii watu wamedhulumiwa, watu wameumizwa, uchaguzi umeibiwa, mambo ya hovyo yamefanyika. Akatuahidi tarehe 20 mwezi wa 5 2022 kuna 4 R's. Mojawapo ilikuwa ni reforms, mageuzi, mabadiliko. Nyingine ilikuwa ni rebuild, kujenga upya, resilience, kuvumiliana, ili tukosoane, ili tushauriane, nchi yetu iende mbele. Akatuahidi, tukakaa kwenye vikao kwa zaidi ya mwaka mzima tukijadiliana na watu wake kuhusu mambo makubwa ya nchi yetu. Ilipofika 2024 mwaka jana tarehe 27, akarudia yale yale aliyokuwa amesema atayaacha, hatayafanya. Wizara ya TAMISEMI inayoongozwa na mkwe wa rais Mchengerwa, ambaye amemuoa mtoto wa rais anaitwa Wanu, tulikuwa wote bungeni, akawatangazia Watanzania kwamba wameondoa wagombea wa upinzani 26,500 nchi nzima, kwamba hawajui kusoma na kuandika, kwamba wamejaza fomu vibaya. Kwa kati ya hao hakuna mgombea yoyote wa CCM aliyekosea kujaza fomu.